Naam, bwana, mambo vipi? Tunafahamu kwamba klabu ya Young Africans wametimua kocha wao mkuu Romain Folz mara tu baada ya kumalizika kwa mechi dhidi ya Silver Strikers ya Malawi, na baada ya kichapo cha goli 1-0 ikatoka taarifa kwa umma kwamba wamemtimua kocha huyo, na kwa sasa Young Africans iko chini ya kocha Patrick Mabedi ambaye ataifundishwa kwa wakati huu, huko Young Africans katika taarifa yao waliweka wazi kwamba wakati huu ipo chini ya kocha Patrick Mabedi wakitafuta kocha mwingine mkuu. Yes, kwa hiyo maana yake nini? Maana yake Young Africans wako sokoni wakitafuta kocha mwingine mkuu. Sasa kocha ambaye alikuwa akihusishwa sana na Young Africans na sisi pia kwenye platform hii tuleo kumzungumzia ni kocha Romwadi Rakotondrabe kutoka Madagascar. Alihusishwa na Young Africans na sisi tuliripoti hiyo taarifa, tulizungumza kwa mapana zaidi mpaka pale tulipokuja kusema kwamba until further notice, kwa maana ya kocha Rakotondrabe anarudi kwao kwa maana ya Madagascar, na kama deal kwa sasa hivi imefungwa mpaka wakati mwingine kwa hapo baadaye. Na hivyo tulisema sababu mojawapo ambayo imefanya deal hii iwe na ugumu wake ni pamoja na shirikisho la soka la Madagascar. Yes, kwa maana ya kuweka ugumu. Sasa tukiachana na hiyo, sasa hivi kumekuwa kuna taarifa nyingi za makocha mbalimbali kuhusishwa na klabu ya Young Africans, na binafsi nafahamu kwamba kuna makocha wengi wanatuma CV ndani ya kikosi cha Young Africans kwa ajili ya kukinoa, na tunafahamu kwamba Young Africans ni klabu kubwa ambayo imeshajipublish kwenye anga la kimataifa Afrika, lakini pia hata hapa ndani katika moja ya ligi bora kabisa Afrika, ligi ya Tanzania, kwamba ni moja ya klabu kubwa, ni klabu ambayo inalipa vizuri, ni klabu ambayo ina ambition, ina vision kubwa, wanataka kufika mbali. Kwa hiyo makocha wengi wanatamani kuwepo kwenye safari hii ya Young Africans. So CV kwa wakati huu sijajua idadi ya CV ambazo zinatumwa, lakini nina uhakika CV lazima zitakuwa nyingi mno ndani ya kikosi cha Young Africans. Sasa moja ya kocha ambaye anazungumzwa sana kwamba yupo katika ile race ya kugombania katika ile race ya kinyang'anyiro cha kwenda kuwa kocha mkuu, anatajwa Joao Rita. Yes, huyu ni kocha raia wa Ureno ambaye kwa sasa yuko katika Falme za Kiarabu huko, anafundisha klabu ya Al Ittihad. Lakini dhumuni la session hii ni kwenda kumwangalia huyu kocha ni kocha wa aina gani kwa undani zaidi, lakini tutakwenda kuangalia juu ya nature ya makocha wa aina hii, na ili uweze kupata picha kwamba kocha huyu ambaye Young Africans wanamhitaji ni kocha mwenye mahadhi gani, mwenye mazingira gani. Ndio picha kubwa ya session hii kwa wakati huo. Wakati huo tunaendelea kufuatilia makocha wengine ambao wameomba kazi ndani ya kikosi cha Young Africans. Sasa huyu Rita Joao tunakwenda kumwangalia kwa wakati huu. Kwanza ni raia wa Ureno ambaye kimsingi tunapozungumzia taifa la Ureno lenyewe, tukianzia hapo kabla ya kumchimba mwenyewe, tunapozungumzia taifa la Ureno, vyanzo vingi vinaandika mataifa ambayo yamefanikiwa sana kwenye kuzalisha makocha wengi wazuri ni pamoja na Ureno. Yani kwenye top 5 Ureno ipo. Taifa la kwanza ambalo linatajwa kwamba makocha wake wamefanikiwa sana ni Ujerumani, taifa la pili ni Italia, taifa la tatu ni Hispania, taifa la 4 ni Ureno. Yes, taifa la 5 inatajwa Ufaransa, na la 6 ni England. Kwa hiyo haya ndio mataifa ambayo makocha wamezalisha makocha wengi ambao wamefanya makubwa maeneo mbalimbali. Sasa Ureno maana yake kwamba ni moja ya taifa ambalo lipo katika ngazi za juu kwenye kufanya vizuri, na hawa makocha wamechukua kozi kwa Ureno. Sasa Ureno wamefanya uwekezaji katika eneo la coaches kutengeneza makocha wengi ambao watawafaa wenyewe ndani na kusupply kwenda katika mataifa mengine. Kumbukwe Ureno ni miongoni mwa mataifa ambayo yalitawala sana mataifa mengine maeneo mbalimbali, ikiwemo huko Latin America, ikiwemo hapa Afrika. Kuna mataifa mbalimbali ambayo Mreno alitawala, na mataifa ambayo wametawala Mreno yanaitwa Lusi country au Lusiphone countries, mataifa yanayozungumza lugha ya Kireno. Kwa hapa Afrika tunayo 5-6 hivi, kwa maana ya Guinea, Guinea Bissau, yes, Guinea Bissau, Equatorial Guinea, tuna Angola, Msumbiji, Sao Tome and Principe pamoja na Cape Verde. Kwa hiyo almost mataifa 6 ambayo yanazungumza lugha ya Kireno. Sasa makocha wa Kireno
miongoni mwa bara ambalo wapo kwa namba kubwa ni pamoja na bara la Afrika, na kimsingi wengi wao wamekuwa wakiaminika na wanafanikiwa katika maeneo mengi, hata kama sio kuchukua ubingwa wa moja kwa moja, lakini aina yao ya kandanda kutokana na kozi zao ambazo wanazisoma zinatengeneza identity nzuri za kuwafanya wawe makocha ambao wanaaminika sana katika bara la Afrika. Leo hii ukizungumzia bara la Afrika, kuna makocha wengi wa Kireno, wapo ambao wapo sasa hivi na wapo ambao wamepita, wapo hapa kwa sababu wanaaminika. Na mmoja ya kocha wa Kireno ambaye amefanikiwa sana, na huyu ni kama amechora njia kwa makocha wengine wa Kireno kuendelea kuhitajika zaidi, ni Manuel Jose ambaye alikuwa anakifundisha kikosi cha Al Ahly. Amechukua ubingwa wa Champions League kama mara 4 mara 5 hivi. Yes, ni kocha wa muda mrefu tangu mwaka 2001 alikuwa hapa akikinoa kikosi cha Ahly, finali wakicheza na Mamelodi Sundowns, lakini baadaye akaja kuchukua tena ubingwa katika miaka mingine ya hapo mbele. Kwa hiyo ni kocha wa Kireno ambaye ni kama alichonga njia kwa makocha wengine wa Kireno kuaminika ndani ya bara la Afrika. Lakini wameendelea kufanya vizuri kwa maana ya kwenye Confederation. Tukija kwenye michuano ya Confederation Cup, yupo kocha wa Kireno ambaye kawahi kuchukua ubingwa, Jose Gomez, kocha ambaye alikuwa anakinoa kikosi cha Zamalek. Sasa hivi ameenda Arabuni, yuko Saudi Arabia, lakini wakati yuko Zamalek msimu mwaka juzi tu alichukua ubingwa akimfunga finali RS Berkane. Huyo naye ni kocha wa Kireno. Wapo kina Miguel Cardoso ambaye yuko sasa hivi yuko Mamelodi Sundowns. Msimu uliopita amecheza mpaka finali ya Champions League, lakini nyuma yake alicheza semi final, alicheza finali tena nyingine ya Champions League. Kwa maana ya misimu hii miwili iliyopita kuna makocha wa Kireno, kuna kocha wa Kireno ambaye kacheza finali 2 za Champions League akiwa na Esperance de Tunis, lakini pia akiwa na Mamelodi Sundowns. Wapo kina Carlos Queiroz ambaye aliaminiwa mpaka kukifundisha kikosi cha Ahly, Alexander Santos ambaye alikwenda kuibadilisha Petros Atletico de Luanda na kuwa moja ya timu hatari Afrika msimu 2021-22. Anachukua timu kwa mara ya kwanza, anafika mpaka finali mpaka nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Wapo wengi kina Jaime Pacheco ambaye amepita pale kwenye kikosi cha Pyramids. Leo Pyramids hatari miongoni mwa watu ambao wameweka input kubwa pamoja na Jaime Pacheco. Pedro Gonçalves ambaye kwenye taifa la Angola hapa ametimuliwa tu hivi karibuni, lakini ni mmoja wa makocha ambao wamefanya vizuri sana. Kwa hiyo Ureno au ni baadhi tu wa makocha ambao nimewataja, lakini wapo makocha wengi wa Kireno ambao wamefanikiwa ndani ya bara la Afrika. Sasa huyu Rita ni moja ya makocha wa Kireno ambao ndio hivyo anazungumzwa kuingia ndani ya kikosi cha Young Africans. Anafundisha kandanda huko Arabuni, Asia, lakini ni kocha ambaye ana experience, ana uzoefu wa bara la Afrika. Ameshafundisha ndani ya Afrika kwenye taifa la DRC pale, akifundisha moja klabu kubwa ndani ya DR Congo, na yenyewe ni DSMP, Daring Club Motema Pembe, ambayo wanapatikana Kinshasa. Na baada ya hapo kwa Afrika amefundisha pia Al Hilali, hii Al Hilali Omdurman ya Sudani. Amepita pale pia kama assistant coach, baadaye akaja kuwa kama head coach pia. Kwa hiyo ni kocha ambaye Afrika anafahamu kuhusu Afrika. Amepita timu nyingi, yeye mwenyewe amecheza kandanda na amepita timu nyingi kwa maana ya kufundisha. Kwa hiyo ni kocha ambaye ana experience na African football. Umri wake ni miaka 58 na mfumo ambao anautumia ni 4-2-3-1, yani walinzi 4, viungo 2 wa ukabaji, viungo 3 wa ushambuliaji na mshambuliaji wa mwisho. Ndio mfumo ambao Young Africans wamekuwa kiutumia kwa kipindi kirefu hivi sasa. Makocha karibia wote ambao wamepita hapa, mfumo wa 4-2-3-1 wameutumia kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo na huyu naye anaamini katika huo mfumo. Binafsi kwa kuzingatia mipango kazi ya makocha wa Kireno ambao wanasifika kuwa flexible, wako flexible sana katika mbinu zao. Ni makocha ambao kwenye management nao wanaelezwa kwamba wamenyooka kabisa, the like of Jose Mourinho. Jose Mourinho ni miongoni mwa makocha ambao waliinspire makocha wengi ndani ya Portugal, kwa maana ya Ureno, kwenda kusomea ukocha. Miongoni mwa makocha ambao wameinspire watu pamoja na Jose Mourinho. Kwa hiyo zile tabia za Mourinho ndio tabia za makocha wengi wa Kireno kwenye management, yani wamenyooka katika swala zima la utawala. Na kimsingi ukiwin timu katika management, maana yake una nafasi kubwa ya kufanya vizuri. So kwa qualities ambazo Young Africans wako nazo, Rita
huenda akawa ni miongoni mwa makocha bora ambao wangeweza kuwahitaji kwa ajili ya kuwavusha hapa walipo na kwenda mbele zaidi kwa kushirikiana na Patrick Mabedi. Lakini so far tunasubiri kuona taarifa rasmi itakuwa vipi. Tunaendelea kuachimba makocha wengine ambao CV zao ziko pale ndani ya Twiga na Jangwani mpaka pale itakapothibitika kocha gani ambaye ametua ndani ya kikosi cha Young Africans. Romain Folz ilikuwa hivi tulimzungumzia mpaka baadaye akaingia ndani ya kikosi hicho. Bwana, hapo nimemaliza session hii, lakini nitumie fursa hii kuwakumbusha kwa wale wote wenye uhitaji wa spare za pikipiki, bajaji na guta, sehemu sahihi kabisa ni pale Kariakoo, mtaa wa Mafia na Sikukuu, kwenye duka la ABY Shop au King Masai Genuine Spare Parts. Pale bei zake ni nafuu kabisa, delivery ipo mikoani, zinatumwa kwa jumla na reja. Ni wewe tu kupiga simu katika namba ambazo nimekuwekea katika tangazo ili kuweza kupata kilicho bora. Lakini kwa kumalizia, kwa mtazamo wako, kwa kuzingatia haya yote ambayo nimeyazungumza hapa, unamuona huyu kocha anastahili kwenda kukinoa kikosi cha Young Africans au bado munaona hatoshi, anahitajika kocha mwingine? Na je, ni yupi kocha ambaye wewe unamfikiria kwa maana ya kumuona ndani ya kikosi cha Young Africans? Basi weka comment katika comment section hapo kama una kocha wako ambao unamuona huyu Yanga wakimpata basi itakuwa ameramba dume, au kama ni huyu ambaye tumemzungumzia hapa ingawaje kwa uchache, basi tuambie kitu gani ambacho unaamini kinastahili kwa Young Africans. Lakini pia usisahau kusubscribe, na hii ni Mzinga Sports.